السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Hakika leo tulikuwa tustafidi kwa mashehe waliotujia. Sauti zetu sisi zimesikika sana na zimezoeleka. Kwa amri zao inshallah tuzungumza kidogo tu kwa njia ya tabaruku. Katika ule mlango Mwenyezi Mungu asema wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Asema mwabudu Mola wako mpaka ikufikie yaqin. Yaqin maana yake ni mauti. Mola subhanahu wa ta'ala amweleza, ampatia amri Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam afanye ibada, na sisi sote tunajua Mtume hakuacha kufanya ibada kutokea hajapewa utume mpaka amepewa utume mpaka ameondoka duniani. Lakini ile amri aliyoambiwa ni kuwa tuambiwa sisi umati Muhammad kwamba fanyeni ibada, shikamaneni na ibada katika maisha yenu yote, kuwa na mudawama. Usifanye ibada Ramadhani mpaka Ramadhani, usifanye ibada Ijumaa mpaka Ijumaa, usifanye ibada kwa msimu fulani. Fanya ibada katika maisha yako yote, kisha na ibada unaoifanya ifanye kwa ajili wa'bud rabbaka, ibada uifanye kwa ajili ya Mola subhanahu wa ta'ala. Wama umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu din. Kwa hivyo ibada ukiifanya, ukisali, ukifunga, ukitoa zaka, ukienda haji, ukitoa sadaka, zote fanya kwa ajili ya Allah Ta'ala, ataikubali. Na ndio ukiangalia ibada zote, asaumu li wa ana ajizi bi, Mungu amesema saumu ni yake, yani fanya kwa ajili yake, fanya kwa kutaraji thawabu kutoka kwake. Man sama ramadhana imana wa ihtisaba, man qama ramadhana imana. Ukiangalia ibadat zote lazima ziwe na alaka baina yako na Mola subhanahu wa ta'ala, ili ibada kama zile zikenda kwa Mola ziwe ziko safi. Kwa hivyo mimi nipatiliza dakika hizi kwa nasaha, tudumu katika ibada ndani ya Ramadhani, nje ya Ramadhani, na dalili na alama ya kuonesha wafanya ibada kwa ajili ya Allah ni kuwa baada ya Ramadhani iwe utaendelea na ibada, ni iwe utafanya ibada wakati waonekana na watu na ikiwa huonekani na watu, ukiwa peke yako, ukiwa na watu, ukiwa safarini, ukiwa mjini. Hii ni dalili ya kuwa unafanya ibada kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nitakoma mpaka hapa, nafikiri nitakuwa nimefuata amri na nimetabaruku. Tumuombe Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Baada ya kutabaru Alhabib Said Ali, na sisi tutatabaru, na tukimaliza tutawaombea dua, tutawarehemu waliokufa ili tuwakumbuke wazee wetu wa hapa Narani na wazee wetu waliotuzaa na ndugu zetu ambao walikwenda barzakh. Kama mwaka huu tulimkosa mke wake ndugu yetu Ustadh Suleiman, ndio mwaka kwanza kukosa katika Ramadhani, na wengine tulikosa wazee kina Babu Ali, kina Mzee Shosi, kina Alimamu Hadhir, kina Said Ali Badawi, Habib Ahmad, Alhaji Ibrahim, Sheikh Abdul Aziz. Hawa tulikuwa hatuwakosi katika Ramadhani zote, pamoja na mzee wetu Mzee Muhammad na ustadhi wetu Ustadh Ali Karisa. Hawa ni watu muhimu, wametuwekea tarehe
na umetuwekea mambo hapa mnara. Tutasomea japo kula Allah Ta'ala pamoja na wazee wenu, na kila mtu atamkusudia mzazi wake, mama yetu na wengine inshallah Ta'ala. Na dakika ambayo kwamba tutazungumza ni dakika 10 tu. Ni hadithi moja ya Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia, thalathatu ayunin la tamassuha an-nar, kuna macho matatu hayatogusa moto, kuna macho matatu hayatochomwa na moto. Na ikiwa jicho halitochomwa na moto, maana na mwili pia hautochomwa. Hii inaitwa dhikrul baadhi wa iradatul kulli, yani kutaja kitu baadhi na wewe kupendelea chote. Yani macho ndio katika neema Mwenyezi Mungu aliyompa binadamu, mpaka Mtume asema mtu yote alikoseshwa macho yake, basi Mwenyezi Mungu atampa badali siku ya Kiyama. Lakini kusema alikosa mkono atapewa badali, alikosa maguu, macho atapewa badali, kwa sababu macho ndio kitu kikubwa sana. Tukisema macho tukumbuka darasa ya mzee aliyotoa hapa alasiri, akieleza habari ya macho na kazi zake na muhimu wake, mpaka akasema kuna kitabu chaitwa Ashraful Umyan, yani watu zipofu waliokuwa bora. Akataja kina Abdullah ibn Abbas, akataja sikina nani, tukumbuka kina Habib Omar Natas, Habib Abdullah Hadan. Nafikiri Ustadh Ahmad akumbuka darasa hilo, alifanya saa 10 hapa na Ustadh Ali alikuwa hapa. Kwa hiyo imetukumbusha kwa kuwa mzee akisema mpaka na Haji Ahmad asema baba yake tuko pamoja tukija hapa. Hii ni kueleza yale macho. Binadamu Mwenyezi Mungu amekupa macho, ndio neema kubwa sana. Hakuna neema kubwa ya binadamu kama macho, ndio waona kila siku. Tena hasa sasa macho yamekuwa na kazi zaidi kushinda hata mikono. Maana macho yamekuwa simu, hizi simu zote hizi za takalili. Huwezi kutumia mobile kama huna macho. Kwa sababu mambo yote yako hapa ya kuangalia. Ndio utamuona mtu ameshika simu, mmoja utamuona acheka, mmoja utamuona alia, hazungumzi na mtu lakini acheka peke yake. Hazungumzi na mtu lakini alia peke yake. Hazungumzi na mtu, utamuona ameshika kichwa tu. Na aweza kuangalia simu masaa yote na wala hujui angalia nini. Wewe ukiamua kushika simu utashika usiku mpaka asubuhi. Na utakuwa mashuka tu, utaondoa mtu afanya hivi, nenda wapi wewe? Kama ingia kwenye shimo hakuna mkomo. Yani ile shimo lenyewe halina mkomo. Na zaidi kutumia kidole cha gumba hizi. Utaona katika simu watu watumia hizi zaidi. Kuna hikma gani? Kwa sababu hizi dole zina mambo hizi. Mambo yake utaona wale wazuka. Utaona kila saa watadoa kitodole utaona utia hivi. Yani utaona tumia kidole hichi. Na ni kidole mpaka kama kiko peke yake, lakini watu zaidi hutumia hichi kwa sababu hichi ndio kila kitu, na ndio kidole kiloshinda vidole vyote vinne. Hivi vidole vinne bwanao ni kidole hichi. Kwa dalili gani? Hizi hazifanyi kazi bila hichi. Huwezi kutumia vidole hivi kufanya lolote. Kula pilau, kula kwa hizi bila hichi utakula vipi? Utakuwa kama ile jembe. Utakuwa jembe sasa. Mala tukia kwenye mdomo mzuri. Shika utakacho. Usitumie hichi. Utashika vipi hivi tu? Hebu niambie, shika kitu utashika, utaona haiwezekani kushika. Sasa Mwenyezi Mungu ametupa haya macho, ni neema kubwa sana. Na binadamu macho yake ushinda macho ya wanyama wote. Sasa binadamu aona rangi, aona kimo, aona size, aona kila kitu. Lakini wengine sivyo. Angalia samaki ana macho, lakini kila samaki ana rangi anayoona. Kuna samaki vitu vyote vina meupe, kuna samaki vitu vyote vyeusi. Yani samaki aona rangi moja tu, lakini wewe kila rangi waona, kila rangi. Tena Mungu akakuwekea mbele macho ili upate kuona mbele. Lao kama macho yako yako juu ungekuwa vipi? Ungekuwa kama punda ukitembea mpaka au macho yako nyuma ungekuwa fanya vipi sasa? Mdomo uko mbele, pua iko, macho uko kwa sasa batia kiarifa sasa. Hujukani wenda nyuma, wenda mbele. Lakini Mwenyezi Mungu akakuweka macho mbele, tena akaweka pamoja, asikuwekee kama punda mmoja uko huku mmoja uko huko. Ili yamekuwa pamoja ili asaidiane katika kuangalia kitu ili. Na macho ndio kila kitu.
uzuri wote uko katika macho, na macho yenyewe mtu aweza kukusoma psychology, akakuja wewe una akili, akakuja wewe huna akili, akakuja wewe ni mzuri, mpaka ule mnafiki pia mtu aweza kukujua kwa macho, akaona macho yako kwa rangi ya blue, kana huyo mnafiki, akakujua wewe ni mrongo. Ule rongo unajua macho yako anaocheza cheza hivyo, kuna macho tona ya basi mtu ajue utoe mrongo, macho yake hayatulii. Kwa hiyo na watu wengine wanasema hata wazungu wakizungumza na wewe wakuangalia macho, na watu kadhaa katika ile macho itakwambia wewe ni mkweli ama ni mrongo, na utamjua mtu kwa macho, huyu akuchezea, huyu akuchezea. Unaweza kufanya stizai kwa macho, unaweza kuchezea mtu kwa macho, unaweza kumwita mtu kwa macho, unaweza kufukuza mtu kwa macho, mpaka ukitaka wale siazaji kina nani hutumia macho zaidi. Mwajua kina fulani utatumia macho yako ndio kuna signal fulani tu, basi akijibisha signal atajua huyo ashaingia kwenye line yako. Sasa kuna macho, Mtume sema thalathatu ayunin la tamassuha nar, kuna macho matatu hayotogusa moto kabisa, yani watu hao hatoingia motoni kwa sababu ya macho. Mtu wa kwanza ainu bakat min khashyatillah, mtu alolia kwa sababu ya kumwogopa Mwenyezi Mungu. Yani wewe ukakaa faragha ukamtaja Mwenyezi Mungu ukalia, ukasoma Qur'ani ukalia. Mtume sallallahu alaihi wasallam ikra al-Qur'ana wabku fa illam tabku fatabaku, someni Qur'ani amulie, na mkiamuli jilizeni. Lakini siku hizi watu kusoma Qur'ani ndio kucheka, watu wafurahi. Akija msomaji hapa utasikia watu utafikiri mashabiki wa mpira, tupiga makelele jamaa. Qur'ani ataka watu walie. Je, Mtume alisoma Qur'an Abdullah bin Mas'ud, fa kaifa idha jina min kulli ummati bi shahidin wa jina bika ala shahid. Mtume akalia akamba hasbukallah. Je, sisi tujiulizeni hapa, nani alosoma Qur'ani alama alosoma Qur'ani akalia? Yuko? Kama yuko huyo ni kaka watu wa peponi. Ama mtu anamtaja Mwenyezi Mungu, zakara Allah khalid peke yako, uko chumbani peke yako ukamtaja Mungu, ukaleta dhikri, ukaleta uradi, ukaleta swala za Mtume, kisha ukaanza ukalia. Je, yuko? Kama yuko ni mtu. Sio kulia mbele za watu. Mbele za watu ni murayo ujionyesha. Na wengine ni hatari, wengine ni ngweno. Mjua ngweno? Ngweno kimono tomotoka na machozi tu. Utajua maskini usikitika, ngoja nimkaribie. Mkaribie ndio utaona ile machozi yake akwakilia nini. Kwa wengine ni ngweno wataka kushika watu, basi ufanye ulia. Kama kule Saudia siku za mwisho ile mamamu hulipo akilia pale. Ukisema usone ni atualizwa habari mchana la usiku, watu wa dunia wale watalia vipi? Ainu bakat bi khashyatillah. Angalia moto wa akhira ni moto mara 70 duniani, lakini kuzima kwake haitaki fire paka bali wewe maji vingi lori zima lile tani moja sutata. Moto wa akhira lazima na machozi matone mawili tu ya kama machozi haya yazima moto wa akhira, bakat min khashyatillah, ukimogopa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo jito la kwanza lilie kumogopa Mwenyezi Mungu. Lakini sasa je, twalia kumogopa Mwenyezi Mungu? Sasa twalia amekosa mwanamke, amekosa pesa, amekosa. Baada wengine usikitisha siku hizi hulia kwa ile timu ipendayo imeshindwa. Kuna watu hulia sawa kana matanga, ile timu nipendayo ya mpira imeshindwa, la hawla na timu yangu tena Semorongo, timu yangu imeshindwa leo. Kumbe muongo, wewe huna timu yako iko Mnarani, imeko Brazil kule na Faransa na Manchester, lakini unajinasibisha timu yangu. Watu walia kwa mpira, watu walia kwa dunia, watu walia masomano. Kwa mtu wa kwanza ni wewe, na wa pili wa ainun batat tahrusu fi sabilillah, jicho la pili ambalo kwamba halitochomeka toka motoni, mtu alofanya kazi ya kulinda uchimeni kwa sababu ya Mwenyezi Mungu. Tahru, ukasema mimi nalinda msikiti usibiwe, nalinda nyumba za Waislamu usibiwe, basi wewe ujue utaingia katika fungu ambao kwamba hutogusa moto. Bata tahrusu, sio kwa kumekuwa uchimeni wa hoteli na nyumba hapo humo. Ni mtu ambaye kwamba amekesha kwa sababu ya kulinda. Ndio hapo kwa kimoja bwana mmoja
alikuwa ameweka pesa benki. Kuna askari wewe unaenda usiku kucha, basi yule bwana ika usiku kucha upita na gari akipiga honi, baba bibi mpaka sana ndio siku kupita gari. Ule chumeni hushuka, vipi bwana? Sikio ile chumeni akaja akamotea akaswamisha. Akamwambia bwana, mbona wewe piga mahoni ukipita hapa kwenye benki upiga nani? Akamwambia sikiza bwana, hapa kwenye benki kuna pesa zangu. Sasa nakupiga honi wewe chumeni usilale, acha kuamsha. Ndio kila saa na gazi ya kupita pale ili amke tu asimuone. Kwa hivyo jito lolinda kwa sababu ya Mwenyezi Mungu. Na jicho la mwisho wa ainun kaffat an maharimina, jicho ambalo kwamba lilojilinda na mambo ya haramu. Kaffat ama ghadhat an maharimina wa ainu ghadhat, yani huangalia haramu. Je, tujiulize sisi tuangalia haramu au tuangalia hizi simu? Mapicha mangapi katuangia kama Facebook, kama Instagram, katika WhatsApp, katika YouTube. Leo zamani ukitaka kuangalia ile machafu yale mpaka uende kwenye nyumba uweke majiwe utungie na pengine utoe masala ya uso ama upige dumbu ya uso. Lakini sasa hata ukaeka astaghfirullah hata kwa msikitini ukifungua tu hapa, wewe ukitaka ule uchafu uchafu wote wanawake wetu tena na wanawake walivyokuwa wajani hujipamba kwa shaka kwenye mtandao. Hata kama utaki kuangalia wanawake utaka ukifungua tu hivi tayari ashakusimamia yule kama Israeli. Kwa hivyo hili ndio itakana. Ndio mwisho kabisa, bwana mmoja alikuwa akitoa khutba. Kwa bwana alikuwa khutba yake ni kali sana na watu wamekaa, na yule bwana alikuwa na ndevu na mnene atoa khutba. Basi katika msikiti mzima bwana mmoja ndio alikuwa kilia sana kushinda watu wote. Kila yule bwana akizungumza, kila kipatisha sauti, ule bwana kulia zaidi. Kila kipatisha sauti, ule mwenye khutba akasema, huionesha khutba yangu imemuathiri, mbona walia namna nini? Basi ule bwana akakaa, baada ya swala akamwita, hebu njoo Sheikh, mimi kuona uko kilia sana, bali kitu gani katika khutba yangu kimekuathiri mpaka ulie sana? Akamwambia, sikiza bwana, kwambie mimi nina habari kubwa. Habari gani? Nina kondoo wangu na mbuzi wangu wamepotea, lakini kuna mbuzi mmoja kwa kwamba alikuwa ni beberu fahari. Sasa huyu mbuzi alikuwa na kidevu kama chako na sauti ilikuwa kama yako. Sasa kile kibesha sauti nakumbuka mbuzi wangu. Kile kibesha sauti tena katika uzuri wako sauti yako na yake haina tofauti. Kwa hivyo umenikumbusha mbuzi wangu. Basi wewe usikumbushwe na mbuzi yake, kumbushwa na Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ajalie alladhina samina qala fattabi'una sana Allah rasulu ala someni kwa Allah kwa kumbuka hao na wengineo. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Allahu ahad Allahu samad لذو الأمر لم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. فلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. بالناس ملك الناس إله الناس من شر وسوء الناس الذي وسوس في صدور الناس من الجنة والناس. دعاء. آمين 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 آمين.